Tunapozungumzia vipaji vya kandanda, mara nyingi macho yetu huwalenga wachezaji wanaofunga mabao na kuibuka mashujaa uwanjani. Lakini nyuma ya kila mechi yenye mafanikio, kuna mwamuzi anayehakikisha sheria zinazingatiwa na haki inatendeka. Leo tunakutana naye kijana ambaye ameonyesha kuwa hata akiwa na umri mdogo anaweza kubeba jukumu kubwa. Kutoka Likoni, kaunti ya Mombasa, huyu ni Enoch Musili, mwanafunzi wa grade ya 9 mwenye umri wa miaka 15 ambaye anazidi kuwavutia wengi kwa umahiri wake wa kuchezesha mechi za shule. Katika michuano ya kandanda ya shule za msingi na junior secondary, si wachezaji pekee walionyesha vipaji vyao. Miongoni mwa waliovutia macho ya wengi ni Enoch Musili, kijana mwenye umri wa miaka 15 kutoka JCC Academy Likoni. Kwa kujiamini na kutumia sheria za mchezo ipasavyo, Enoch aliongoza mechi mbalimbali akitoa maamuzi ya mabao, makosa na kadi kwa utulivu mkubwa uliowashangaza hata waamuzi wenye uzoefu. Amekuwa na ukakamavu katika mechi kadhaa, ameonyesha kwamba anaweza, na kwa hivi sasa ni kushikiliwa mkono na kupatiwa mwelekeo mzuri, atafika mbele zaidi. Ingawa hakuna takwimu rasmi kutoka shirikisho la kandanda Kenya kuthibitisha hilo, Enoch huenda akawa mmoja wa waamuzi wenye umri mdogo zaidi nchini wanaochezesha mashindano rasmi ya shule. Ni miongoni mwa wale marifari wadogo zaidi ambao wamemiliki sheria zile 17 za mpira wa miguu, akiwa na wenzake watatu ambao bado pia nao wako katika shule za msingi. Kwa maana hiyo ni kwamba katika wale wenzake wote yeye kipaji chake kilikuwa haraka, na ndio maana nikachukua huo uamuzi kwamba nikikuze pia kwa haraka, kwa sababu hawa ndio watu ambao tunawatarajia baada ya hawa wengine ambao wana officiate kung'atuka. Safari yake ilianza mwaka 2024 baada ya kumwomba babake ruhusa ya kuanza kuchezesha mechi. Alianza 2024. 2025 kawa kuna tournament huwa ziko bomu, akawa anachukuliwa na jamaa wengine pale, wanaenda wanamchukua, anawaambia twende akaturefu, wanaenda naye mtu hapa Magongo huko kwa wanazunguka naye, lakini huwa ananiomba ruhusa mwanzo, wananipigianga simu, anaenda naye na mimi nikawaruhusu aende naye. Kaja akaniambia kuna mtu anamfundisha refa, nikamwambia fundishwa, akaanza tu kufanya mpaka leo. Mzazi wake Bwana Muithia Musili hakusita kumuunga mkono. Alipotambua kuwa mwanawe alikuwa na shauku ya kweli, alimruhusu na akaendelea kumtia moyo. Mimi namsupport 100% kwa sababu ni kitu amependa, sina nia nyingine. Mwana bangu tu anisupport kwa talent yangu. Mimi huwa nambalance kwa sababu anamwambia mambo ya urefa ni anafanya wakati hayuko shule. Anafanya hata tuition, huwa anaenda Saturday, huwa anaenda, akitoka ndio huwa anaweza enda kuhizo shughuli zingine za urefu. Kwa ushirikiano wa mwenyekiti wa KEJIPSA kaunti ya Mombasa Hamza Matano, Enoch alipata nafasi ya kuhudhuria mafunzo rasmi ya uamuzi wa mechi na kufunzu kama mwanafunzi aliyeidhinishwa. Niliwahi kumuona Enoch mwanzo nikiwa kule katika sub county level, kwa sababu lishakuwa ni mwenyekiti katika county, vile vile ni mwenyekiti wa Likoni sub county. Wakati nilipomuona kupitia my secretary Bwana Rashid Kogo, nikamwambia kwamba ikiwezekana huyu kijana apewe nafasi kwanza achezeshe, na baadaye tulipokutana naye katika kule Moi Forces Academy, tukiwa tunafanya sub county level yetu, nikamwahidi Rashid kwamba nitamnunulia kadi, kwa sababu nilikuwa nimeona kile kipaji chake cha kuofficiate michezo, na vile vile nikaeleza kwa sababu nilikuwa na hizo nguvu, kamwambia kwamba ikiwezekana amlete pia kwa county ili kuweze kuendeleza kile kipaji chake. Katika mashindano ya junior secondary kaunti ya Mombasa na ukanda wa Pwani, Enoch alikabidhiwa jukumu la kuchezesha mechi muhimu, ikiwemo ya kutafuta mshindi wa 3 na wa 4. Jukumu hilo linaonyesha kiwango cha imani walichonacho waandalizi na wasimamizi wa waamuzi juu ya uwezo wake. Kila mmoja hapa ameshangaa, kijana mdogo lakini amemiliki zile sheria za mchezo kuliko hata baadhi ya wale coaches na wale referees ambao wako hapa. Mwalimu Hawa Mwanakombo
ambaye pia ni mwamuzi, anasema Enock ameonyesha ukomavu mkubwa na hadi sasa hajawahi kusababisha malalamiko kutoka kwa wachezaji, makocha wala mashabiki. Kwa kipindi ambacho nimefanya kazi na Enock, sijaona madhaifu yoyote sababu ya jezi ambayo amevaa na zenye tuko nazo. Yaani ilikuwa thibitisho tu kuwa yaonekana pale uwanjani. Hata japokuwa height ya wachezaji na yeye iko sawa sawa, lakini play imekuwa tu vizuri pale sababu ya muonekano wake pale uwanjani. Azidi kuwa na ukakamavu, na pia kushukuru wale coordinators wote wa referees wakiongozwa na Bwana Ogada kwa kumkubalia huyu kutomuona kwamba ni mdogo, kwa sababu what we are looking at is the skills. Mbali na uwanjani, walimu wake wanasema Enock ni mwanafunzi mwenye bidii darasani na mwenye maadili mema. Ni mwanafunzi ambaye ni mwenye kujituma hata anapokuwa darasani, na ni mwanafunzi mzuri kinidhamu, na mshukuru yuko sawa kinidhamu, na pia kipawa chake, talanta yake ya kuofficiate games nilianza kuiona mwaka huu katika interschools alipoanza kuingia uwanjani na kuofficiate, na nikafurahi, na kuanzia pale nikabidi nikawa na msupport, tukaenda zonals, tukaenda county, na hadi hapa amefikia. Ningependa nimpongeze kwa sababu ameonyesha umahiri wake katika talanta yake ya kuofficiate mpira wa kandanda. Kwa hivyo namwombea tu Mwenyezi Mungu akazidi kumkuza kipawa chake na kumpeleka mbali, na naamini ataweza kumpeleka mbali zaidi ya hapa alipofika. Nashukuru mwalimu wangu aliyenisupport kuanzia zonals, county na sub county. Nashukuru sana mwalimu. Kwao mafanikio yake yanadhihirisha kuwa inawezekana kuunganisha elimu na vipaji bila kuathiri mojawapo. Enock mara ya kwanza sikujua kuwa kuna kipaji ya urefari. Enock alikuwa kwa field ya alikuwa one of my scouts. Alianza scout akiwa grade 4 na alikuwa akifuatilia sheria zote za scouting, hata swimming ako sawa. So hii mambo na officiating ilinishtua kabisa wakati alikuwa amejipatia nafasi yeye mwenyewe. Alienda akaomba nafasi ya afanye officiating. Sasa kwenda pale nikamwona kwenye field. I was shocked, and it was also I was proud of him. Mshirikishi wa waamuzi ukanda wa Pwani, James Ogada, ni mmoja wa waliogundua kipaji chake. Kwa mara ya kwanza nilipata historia yake kwa kuwa alikuwa anachezesha county league za Likoni, na nilipomwona mara ya kwanza katika county level ya Mombasa County ball games za shule, nilifurahia sana na nikaweza kumpatia nafasi kadhaa kuweza kuchezesha michuano ile, na kwa hakika alionyesha kwamba anaweza. Ndio maana hata tuliweza kumwezesha kumleta katika kitengo hiki cha regional. Kwa mujibu wa Ogada, ndoto yake ni kumuona Enock akifika katika ngazi ya juu kabisa za uamuzi wa kandanda duniani. Kwa uwezekano ya kijana huyu, ana maono makubwa, na tukimpatia mwelekeo mzuri atakwenda mbali zaidi, na amekuwa na ukakamavu katika mechi kadhaa, ameonyesha kwamba anaweza, na kwa hivi sasa ni kushikiliwa mkono na kupatiwa mwelekeo mzuri, atafika mbele zaidi. Kwa hivyo tunatarajia katika miaka inayokuja wengine pia wataiga mifano yake na kuendeleza kipaji kizuri cha kuwa kama refari bora Mombasa na hata Kenya nzima. Or ikiwezekana hata aweza kuwa refari mdogo duniani, aoneshe kipaji chake kwa wengine waweze kuiga zaidi. Kwa sasa viongozi wa waamuzi pamoja na KEJIPSA wanapanga kumpa Enock nafasi ya kuchezesha mechi katika mashindano ya kitaifa ya junior secondary yatakayofanyika huko Thika, kaunti ya Kiambu kuanzia tarehe 2 Agosti. Tunaweza kuwa na uwezo wa kumpeleka mpaka national aweze kuendeleza kuonesha kipaji chake. Kama media yetu ya Majestic vile ambavyo umekuja kwa chini, ambao lengo lako ni kuendeleza vipaji vya watoto wadogo kama hawa ili vionekane, ningeomba tu huyu kijana pia naye umkuze kwa kumtangaza katika levels tofauti tofauti. Atakapoonekana pale
itakuwa ni rahisi yeye kukua na pia naye akuze wenzake. Kwa Enock, hiyo itakuwa hatua nyingine muhimu kuelekea kutimiza ndoto yake ya kuwa mwamuzi wa ligi kuu ya England. Nikipata nafasi, Mwenyezi Mungu anijalie, naomba niende England. Niende nika officiate kina Harry Kane huko, kina Haaland. Walimu, wazazi na viongozi wa michezo wanaendelea kuhamasisha vijana, hususan wasichana, kujitokeza katika taaluma ya uamuzi wa mechi, wakisema kandanda haihitaji wachezaji pekee, bali pia waamuzi wenye weledi na uhadilifu. Unapata kuwa mtoto msichana akona kipaji fulani, lakini ile uoga inamfanya withdraw. Anaona watu wataniona vipi, watu watasema vipi, akona haya. Unaona, lakini sasa kama mtoto kisichana amejitokeza pale akiwa na ile confidence na courage, unapata anaweza fika mbali. Kwa hii kazi sasa kama mimi hii kazi nilipenda. Sikuona mtu ama niliambiwa tu kama kuna somo ambalo ni la referee. Niliamua kufanya uamuzi wangu sasa. Sasa pale nje nazaambia watu, wasichana wadogo, wavulana wadogo kama Enock, nazaambie wafanye uamuzi kama watataka. Huku Enock Musili akiendelea kupuliza kipenga chake kwa ujasiri na nidhamu, anatukumbusha kuwa kila safari kubwa huanza na hatua ndogo. Kuna coach mwingine ambaye anaitwa Coach Armando, alinipa shauri kwa referee. Kila siku nilikuwa ananiambia nirauke, nifanye zoezi naye, nijiunge tuwe pamoja. Na hivyo nikajizoea mpaka nikareferee. Kutoka Likoni, kaunti ya Mombasa, huyu ni kijana anayejenga historia yake mwenyewe na pia kuonyesha kwamba vipaji havipo uwanjani pekee, bali hata mikononi mwa wale wanaosimamia mchezo kwa haki. Kikubwa zaidi, vijana wa sasa wanapotea kwa starehe, na kama ashaonyesha kipaji chake cha kuwa anaweza kuwa uwanjani, ni kwamba aweze kushikiliwa mkono, apewe vifaa, awe na mazoezi, mwalimu pamoja na mzazi washirikiane kumwelekeza, na kwa miaka kidogo tu nafikiri atakuwa ako mbele zaidi. Caxton Musyoka, Majestic Digital TV, kaunti ya Mombasa.